오늘 본문은 여러분이 잘 아는 본문입니다. Maandiko ya leo ni maandiko ambayo ninyi mnayafahamu vizuri. 그렇다고 해서 응답을 꼭 받는 것은 아닙니다. Lakini hiyo haimaanishi kwamba eti lazima mtapata majibu. 어떻게 하면 이 응답을 받을 수 있을까요? Majibu haya tunawezaje kuyapata basi? 그 부분이 중요합니다. Hilo eneo ni la muhimu. 애굽에서 나왔다고 해서 출애굽한 것은 아닙니다. Kuwa nje ya Misri sio kutoka Misri. 이스라엘 민족은 흑암에서 못 나왔기 때문에 애굽에서 나와도 아무 소용이 없는 겁니다. Kwa sababu wana wa Israeli walikuja kutoka kwenye mamlaka ya giza, hata wakitoka Misri haina maana kwao. 이스라엘 민족이 온다는 걸 알고 지금 가나안 땅에 있는 사람들은 겁을 먹고 벌벌 떠는 겁니다. Watu walikuwa ndani ya Kanaani walitetemeka kwa kuogopa mara baada ya kusikia wana wa Israeli wanakuja. 여리고도 무너뜨리고 말이죠. 들어온 겁니다. Wameangusha Yeriko, wanakuja hawa. 그러니 그 중에서 기브온이라고 하는 족속이 찾아온 거예요. Lakini katikati ya wale kabila la Gideoni wakaja kuwatafuta. 우리는 여기 사는 사람이 아니다. Sisi sio watu ambao tunaishi hapa. 우리는 멀리서 왔다. Sisi tumetoka mbali. 그러니까 우리는 죽이지 말고 우리는 당신들의 종이 되기를 원한다. Kwa sisi msituue, mtufanye kuwa watumwa wenu. 자, 이렇게 이제 거짓말하면 작전을 쓴 겁니다. Kwa alitumia huo uongo, wakatumia huo mkakati. 이제 여호수아가 그 말 듣고 오케이. Yoshua aliposikia maneno yao akasema okay, sawa. 자, 그 소문이 들리니까 아모리 전 국가 연합군이 쳐들어온 거예요. Mara baada ya habari kusikika, majeshi ya umoja ya Waamori yakaja kuwavamia. 쉽게 말하면 기브온을 치겠다. Kirahisi neno wanakuja kuwavamia Wagibeoni. 그리고 이제는 여호수아 국가 이스라엘을 치겠다는 거예요. Alafu pia wanakuja kulipiga taifa la Israeli na Yoshua. 근데 한 나라가 아니고 연합군이. Na sio taifa moja, ni majeshi ya muungano. 그런데 중요한 것은 이 여호수아는 기도를 아는 사람. Lakini cha muhimu hapo, Yoshua alikuwa ni mtu ambaye anafahamu maombi. 다르죠? Tofauti. 이 여호수아는 그동안에 기도가 뭔지를 본 사람. Yoshua alikuwa ni mtu ambaye kwa muda uliopita alikuwa ameshagundua maombi ni nini. 그래서 기도 속에서 이 보좌의 능력, 하나님 나라 일 다 경험했어요. Kwa ndani ya maombi alipata uzoefu wa katika Mungu, ufalme wa Mungu na mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. 그리고 새 절기 뭔지 너무나 잘 경험했어요. Alafu alipata uzoefu mkubwa sana vizuri juu ya habari ya sikukuu tatu. 성막 중심이 뭔지 잘 알고 있어요. Alikuwa anafahamu vizuri sana juu ya habari ya kiini cha msingi 자, wa 이 majina ya 사람이 kutania. 이제는 위기를 만나요. Akakutana na hatari hiyo. 자, 이거 굉장히 주의해야 될 부분이죠. Ni eneo la kuwa na tahadhari hapa. 여호수아는 그래서 오직 유일성 재창조가 뭔지 잘 알고 있어요. Ndio maana Yoshua alikuwa anajua vizuri kabisa pekee na uumbaji mpya. 그래서 이 여호수아는 이 응답에 도전해요. Ndio maana Yoshua akatia changamoto kwenye majibu haya. 전무후무한 응답이에요. Majibu ambayo hajawahi kuwepo na hayatakuja kuwepo. 여러분이 여기에 오늘 기도로 도전해야 되는 거예요. Leo mtie changamoto kwa maombi kwenye hili eneo ninyi. 그런데 일부 때도 말씀드렸습니다만 대부분 사람들이 기도 응답을 못 받는 이유가 믿음이 없어서가 아닙니다. 잘 못 보는 겁니다. Nilishawapita kwenye baada ya kwanza, sababu ya watu kutopata maombi sio kwa sababu hawana imani, wanashindwa kuangalia vizuri mambo. 아모리 연합군이 쳐들어왔습니다. Majeshi wa Amori yamekuja kuwavamia. 굉장한 위기를 만났다. Wamekutana na hatari kubwa sana. 그렇게 말할 수 있겠죠. Naweza kuzungumza hivyo 여호수아는 그렇게 보지 않았어요. Lakini Yoshua hakutazama hivyo. 여호수아는 이 본문 보면 짧은데 보면요, 굉장한 기도의 비밀들이 나옵니다. Angalia kwa haya maandiko mafupi, Yoshua alikuwa na siri kubwa sana ya maombi. 그래서 이 여호수아는 오늘 하나님 앞에 특별한 기도하는 내용이 나옵니다. Haya ni yaliyomo ya Yoshua kuomba maombi ambayo ni maalumu mbele za Mungu. 꼭 기억하셔야 됩니다. Lazima mkumbuke jambo hili. 하나님은 위기 올 때마다 이 응답을 준비하셨어요. Kila wakati wa hatari Mungu aliandaa majibu haya. 성경의 흐름을 잠깐 봐야 되겠습니다. Tuangalie vizuri mkondo wa Biblia. 오직 복음 가진 노예가 된 요셉이 애굽으로 팔려간 겁니다. Yusufu ambaye alikuwa na injili pekee, huyu mtumwa aliuzwa kule Misri. 야곱 집안에 세계 복음을 깨달은 사람은 요셉밖에 없어요. Kwenye familia ya Yakobo, ile gondoo mnyisaji wa dunia alikuwa ni Yusufu peke yake.
이 사람이 노예로 팔려. Huyu mtu aliuzwa utumwani. 자, 자칫 잘못하면 우리는 틀린 걸 붙잡게 돼. Tusipokuwa makini tutakamata vitu ambavyo sio sahihi. 형님들이 나를 이렇게 팔 수 있느냐? Kaka zangu wanawezaje kuniuza mimi namna hii? 형님들이 나를 이렇게 배신할 수 있냐? Kaka zangu wanawezaje kunisaliti mimi hivi? 이렇게 보면 절망 속에 빠져. Ukitazama hivyo unaingia kwenye kuvunjika moyo. 요셉은 그렇게 보지 않았어. Lakini Yusufu hakutazama hivyo. 여호와께서 어떤 계획으로 나를 이렇게 인도하시는가? Bwana ameniongoza mimi namna hii kwa mapenzi gani 중요합니다. yake? Kitu hicho. 하나님은 요셉에게 전무후무한다. Mungu alimpa Yusufu majibu ambayo hajawahi kuwepo na hayatakuja kuwepo. 정말 총리로 만들 Akamfanya kuwa waziri mkuu. 있을 수 있겠습니까? Ili jambo linawezekanaje kuwepo? 그러니까 오늘 여러분들이 이제 신앙생활 하시면서 늘 선택해야 될 부분이 그거예요. Ninyi leo kunaisha maisha ya kimani, jambo la kuchagua hapa ni hili. 많은 사람들이 틀리게 생각하니까 응답을 못 받는 거죠. Kwa sababu watu wengi wanafikiria tofauti, hawapati majibu. 애굽이 강대국입니까? Je, Misri ni taifa lenye nguvu? 그러면 죽어도 응답 못 받아요. Basi ukiwaza hivyo hata kufa utapata majibu. 애굽은 가장 위기에 빠진 나라예요. Misri kwa nini imetumbukia kwenye hatari kubwa kuliko zote? 이스라엘 민족이 애굽에서 출애굽에 나왔습니다. Taifa la Israeli lilitoka kule Misri. 자꾸 막 그것만 가지고 우리가 애굽을 이겼다. Kwa kitu hicho kusema mara kwa mara tumeshinda Misri. 그 뭐 책도 나오고 영화도 나오고 그러니 응답 못 받아. Vitabu na movie kuandikwa kwa namna hiyo hatuwezi kupata majibu. 오늘 잘 봐야 되는 거. Lazima sisi tuangalie vizuri kitu hichi. 여러분 아시다시피 이스라엘 자손이 다 죽게 됐습니다. Kama unaofahamu wana wa Israeli wote walikuwa kwenye hali ya kufa. 그때 하나님이 요게백과 모세에게 전무후무한 응답. Kwa Mungu anampa Musa na Yokebedi majibu ambayo hajawahi kuwepo 자, hata kuja 앞에 kwetu. 있었던 것만 봐도 그렇습니다. Hata ukiangalia tuko sasa hivi mambo yako hivyo. 이때 모세를 도운 사람이 나옵니다. 이드로이. Anatokea Yethro kule ambaye alimsaidia Musa. 하나님은 전무후무한 응답을. Mungu anampa majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo. 앞에 사람들은 봐도 Hata watu waliotangulia wakaangalia wanaona hivyo. 하나님이 오늘 요수아에게 전무후무한 응답을 그 갈렙에게 주신 겁니다. Leo Mungu anampa Yoshua na Caleb majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo tumeona. 자, 장면을 잠깐 보면 어떻게 됩니까? Ukiangalia hii taswira kitu gani unakiona hapa? 연합군이 왔는데 지금 요수아 군대가 막 싸우는 겁니다. Majeshi ya muungano yamekuja na sasa hivi majeshi ya Yoshua yanapambana na wale majeshi ya muungano. 근데 이게 웬일입니까? Hili ni jambo gani le? 싸우는데 해가 지는 거예요. Wanapambana, jua linakwenda kutua. 막 간단하게 말하면 해가 지면 어떤 일이 벌어집니까? Kirahisi jua likizama nini kinatokea pale? 여호수아 군대는 이스라엘 군대의 첫 길이에요. Majeshi ya Israeli ya Yoshua ilikuwa ni mara yao ya kwanza ile njia. 그 아모리 연합군은 자기 동네입니다. Na ile majeshi ya Waamori ya muungano ni kijiji chao 그러면 kile. 전쟁에 질 거 아닙니까? Maana ni watashindwa vitani, si ndio? 그때에 태양과 달이 멈추는 전무후무한 역사입니다. Utaka za Mungu ambazo yuko na kuwepo za kusimama jua na mwezi zinatokea. 거기에 대한 언약을 조금 여러분이 살펴보셔야 되겠습니다. Lazima nanyi mtazame vizuri agano huko kwenye hilo eneo. 전무후무한 응답의 시작이 뭐냐? Mwanzo wa majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo utakuwa ni nini? 여러분이 응답받을 자격이기 때문에요. 시작이 뭐냐? Kwa sababu ninyi mna sifa za kupata majibu, mwanzo wake ni nini? 잘 아는 본문이라고 해서 우리는 쉽게 넘어갈 수 있거든요. 잘 아는 본문인데 응답을 받아야 돼요. Kwa sababu ni maandiko ambayo tunafahamu, tunaweza tukavuka kirahisi, lakini lazima sisi tupate majibu. 요수아는 오늘 얘기한 대로 절대 불가능에 도전했습니다. Yoshua alitia changamoto kwenye eneo ambalo haliwezekaniki kabisa kama tulivyosoma maandiko. 뭘 가지고요? Kwa kitu gani? 정확한 언약을 가지고. Kwa agano kamilifu. 우리는 위기 왔을 때 거의 틀리게 판단합니다. Sisi kila wakati wa hatari watu na hukumu tofauti. 이 전무후무한 응답의 시작은 여호수아가 정확한 언약을 붙잡았어요. Majibu ya ambayo kwa Yoshua alikamata agano kamilifu. 6절에 어떻게 됐습니까? Mstari wa 6 anasemaje? 아모리 왕들이 우리를 치러 왔습니다. Majeshi ya Waamori yamekuja kutushambulia. 이 아모리 왕들이 우리를 치러 왔다는 것은 지금
요수아가 하는 기도입니다. Haya ni maombi ambayo Yoshua anaomba wafalme waamuru wamekuja kutushambulia. 그런데 8절에 이렇게 나옵니다. Lakini mstari wa 8 anasema hivi, 여호와께서 이렇게 말씀하셨어요. Bwana alisema hivi, 두려워 말라. msiogope, 그들을 다 네 손에 붙였느니라. wote nimeweka kwenye mikono yako, 한 사람도 너를 당할 자 없이 하겠다. hakuna yoyote wa kusimama mbele yako. 이 언약을요 미리 준 겁니다. Alimpa ili agano mapema kabla ya wakati. 여러분이 아무리 극한 상황 만날지라도 정확한 언약을 붙잡는다면 절대 불가능을 이길 수 있습니다. Hata kama mtakutana na mazingira ya hatari namna gani, mkikamata agano kamilifu, mtashinda mazingira ambayo hayawezekaniki kabisa. 그러니까 많은 사람들이 상황 보고 겁을 내죠. Na maana watu wengi wanaogopa kuangalia mazingira fulani. 많은 사람들이 현실 보고 겁을 먹는 거예요. Watu wengi wanaogopa kuangalia uhalisia fulani. 나는 우리 그 비서들 보고 자주 하는 얘기. Mimi wanaambia mara kadhaa masekretari wangu, 싸우지 마. msigombane. 어떤 경우 있어도 싸우지 마. Kwa hali yoyote ile msigombane kwa mazingira yote yale. 우리가 이겼다? 이긴 거 아니야. Sisi kushinda sio kwamba tumeshinda. 우리가 졌다? 진 거 아니야. Sio kusema tumeshinda sio kwamba tumeshindwa. 하나님의 역사는 그 뒤에 나오는 거예요. Kazi za Mungu zinatokea baadaye. 사람들은 사건 잘못 보고 일 잘못 보기 때문에 하나님의 말씀을 바로 볼 수 없어요. Watu wanaangalia mambo na matukio tofauti, hawawezi kuona mapenzi ya Mungu. 아모리 연합군이 쳐들어왔는데 이 요수아는 위기라고 본 게 아니에요. Majeshi wa Amori yamekuja kushambulia Yoshua kuona kama hatari kitu hicho kwao. 이게 중요합니다. Hicho ni kitu cha muhimu. 하나님은 정확한 언약을 잡아서 두려워하지 말라. Alikamata agano kamilifu la Mungu, usiogope. 전에도 얘기하지 않았냐 그 말이에요. 이미 그 땅 주었다고 하지 않았냐. Maanake ni hata kabla ya hapo siliwaambia, maanake ni hiyo ardhi hiyo nchi nilikwisha 오늘 kuwapatia. 이렇게 작은 일이 흔들려. Kwa nini tutakisia kwenye jambo dogo kama hile? 여러분은 전무후무한 응답을 받으셔야 돼요. Lazima ninyi jamani mpate majibu ambayo hayajawahi kuwepo na hayatakuja kuwepo, si ndio? 전무후무한 응답 받아야 세계보고막 가는 거예요. Lazima mpate haya majibu ambayo hayajawahi kuwepo na hayatakuja kuwepo, naweza kufanya uinjilishaji wa dunia. 한 사람도 너를 당할 자 없이 하겠다. Ndafanya asiwepo yeyote wa kukushinda wewe. 성경 문제 하나 더 봐야 돼요. Tuangalie andiko moja la Biblia hapa. 전쟁을 하고 있는데 Wapo vitani. 11절입니다. Mstari wa 11. 뭐가 나옵니까? Kitu gani kinatokea hapa? 갑자기 하늘에서요. 돌 같은 우박이 막 떨어진 거예요. Ghafla kutoka mbinguni mvua kama ya mawe makubwa ikaanguka. 때는 우박이 조그마한 거 말고 돌덩이 같은 우박이 떨어지면 어떻게 됩니까? Achana na mvua ya vimawe vidogo, mvua ya mawe makubwa ikianguka, nini kinatokea jamani? 오늘 성경에 기록하기를 칼에 죽은 자보다 우박에 맞아 죽은 자가 더 많다. Leo maandiko yanasema wale wao kwa yale mawe ni wengi kuliko wale wao kwa upanga. 뭐죠? 하나님이 함께 하시는 사인입니다. Ile ni alama na saini kwamba Mungu yuko pamoja nao. 전혀 흔들리지 않는 요수아 군대에게 하나님이 사인을 보낸 겁니다. 우박을 보내서 적군을 막은 겁니다. Mungu alituma saini kwa Yoshua na majeshi yake kwamba niko pamoja na nanyi, akashusha mvua ya mawe. 전무후무한 응답을 받는 시작입니다. Huu ni mwanzo wa kupata majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo. 두 번째입니다. Kitu cha pili, 여러분이 전무후무한 응답을 받는 과정이 나와요. zinatokea hatua za ninyi kwenda kupata majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo. 이것도 무시 못하죠. Hata hizo huwezi kuzidharau. 과정이 나오는데 이게 어떻게 됐습니까? Hatua zinatokea, hali ilikuwaje? 밤이 된 겁니다. Ikawa ni usiku unaingia. 밤이 되니까 해가 지금 갑자기 이게 어떡합니까? Usiku unaingia, jua linazama, itakuwaje? 과정이 어떻게 나오는 거라 절대로 뭡니까? 안 되는 것처럼 보이는 거예요. Hatua gani zinatokea pale? Ni kama vile mambo hayatawezekanika kabisa, wanaona. 아니죠. Haipo hivyo. 이때 오늘 일부 말씀대로 이어서 여호수아 군대가 뭘 잡았느냐? Kama tulivyoona baada ya kwanza majeshi ya Yoshua yanakamata kitu gani kinachofuata? 하나님의 절대 계획을 잡은 겁니다. Yalikamata mapenzi kamilifu. 언제든지 그렇게 하세요. 응답 오는지 안 오는지 두고 보세요. 하나님의 절대 계획을 딱 잡아요. Tusubiri kuona majibu yanakuja au tukamate mapenzi kamilifu ya Mungu. 하나님의 절대 계획은 가나안 땅을 들어가는 겁니다. Mapenzi kamilifu ya Mungu ni kuingia nchi ya Kanaani. 그렇죠? Si ndio? 어두운 밤이 길을 막을 수 없습니다. Giza la usiku haliwezi kuzuia njia yetu. 그래서 이 어두운 밤이 하나님의 계획을 막을 수가 없어요. Ndio maana giza la usiku haliwezi kuzuia mapenzi ya Mungu kwetu. 이때 중요한 게 나옵니다. Wakati ule kitu cha muhimu kinatokea. 이때 뭐가 나옵니까? Kitu gani kinatokea hapa?
13장 12장 앞에 보면 여호와께 이르되. Angalia mstari wa 3-4 kule mbele anasema Bwana akasema. 자, 이게 중요합니다. Hicho ni kitu cha muhimu. 12절. Mstari wa 12. 언약을 굳게 잡고 이게 밤이 왔는데 사람에게 대책이 없어. 여호와께 이르되. Umekamata agano, usiku umeingia, hakuna namna. Bwana akasema. 쉽게 말하면 긴급한 기도를 한 겁니다. Rais Malaki waliomba maombi ya haraka ya dharura. 여러분이 너무 어려움 만났을 때 다른 사람 도울 수가 없습니다. Mnapokutana jamani na mazingira magumu kabisa, hakuna mtu kuwasaidia nyewe. 내가 정말로 죽을 병이 들었다. 누가 나를 도울 수 Nikiwa na 있어? ugonjwa wa mauti, nani atanisaidia mimi? 그렇죠. Si ndio? 그런데 하나는 처음이에요. Lakini lazima nipate uzoefu wa kitu kimoja. 정말 내가 하나님께 모든 것 바쳐 기도하는데 하나님 역사가 뭔가는 처음이에요. Lazima niweke vyote mbele za Mungu, niombe nipate uzoefu wa kazi za Mungu wakati ule. 밤이 온 겁니다. Usiku kaa umewadia. 밤은 여호와의 계획을 막을 수 없습니다. Usiku hauwezi kuzuia mapenzi ya Bwana. 이 말은 무슨 말입니까? Haya maneno maana yake ni nini? 그동안에 광야에서 여호수아는 봤습니다. Kipindi kile nyuma, Yoshua jangwani aliona kule. 모세와 함께하는 걸 봤습니다. Aliona alipokuwa pamoja na Musa. 더 중요한 거는 Cha muhimu zaidi, 가나안 입국 약속받았어요. kuingia Kanaani alipata hiyo ahadi. 그 밤이 문제가 아니라 Kwa usiku sio tatizo tena, giza. 하나님의 절대 계획을. Alikamata mapenzi kamilifu ya Mungu. 이때에 Kipindi hichi 세 번째 게 나왔습니다. kitu cha tatu kinatokea. 전무후무한 응답의 가정도 있지만 어떤 응답이 오느냐. Ingawa sipo hatua ni majibu gani yanatokea ambaye hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo. 기가 찬 일이 벌어졌죠. Jambo la ajabu linatokea hapa. 이때 하나님께서 이 어떤 응답이냐. Wakati ule Mungu anatoa majibu gani? 그냥 응답을 준 거 아니에요. 절대 응답을 준. Sio majibu ya kawaida, majibu kamilifu. 뭐라고 했습니까? Alisemaje? 헤어지면 안 되니까 태양아 기브온 위에 머무르라. Kwa sababu jua lipaswa kuzama, wewe jua simama. 아얄론에 머무를지어다. Simama 달아 Ailoni. 너도 그렇게 할지어다. Ndivyo itakavyokuwa. 12절에 보면 나와요. Mstari wa 12 anaeleza kitu hichi. 첫째입니다. Kitu cha 이건 kwanza. 또 다른 얘기예요. Maneno mengine kabisa haya. 전문 태양과 달이 멈춰 나오는데 뭐라고 했나니요? Tukio la jua na mwezi kusimama, nini kinatokea? Anasema, 여호와께 이르되 Bwana akasema, 태양아 달아 이렇게 나왔어요. wewe jua, wewe mwezi. 12절입니다. Mstari wa 12. 권세기. Maombi ya mamlaka. 여러분이 잘 안 믿고 예사를 생각하는데 여러분에는 이 권세가 있어요. Mnachukulia kirahisi mwamini, lakini yako mamlaka haya jamani. 실제로 무디 과학원에서 증거했습니다. 태양이 멈춘 기록들이 나왔잖아요. 놀라운 일이 벌어져요. Kiuhalisia kwenye taasisi ya sayansi ya Moody imethibitika kwamba kweli jua lilishawahi kusimama. 13절에 적에게 원수 갚는 그 시간까지 태양이 종일토록, 이 말은 무슨 말입니까? Mstari wa 3 anasema mpaka maadui walipokuwa wamemalizwa, jua likozama. Maneno Yeah. haya maana yake nini? 포기하지 않는 기도가 시작된 거예요. Maombi ya kutokata tamaa walikuwa wameanza kuyafanya. 하나님의 뜻이 맞다면 우리는 포기하지 말아야 돼요. Kama kweli mapenzi ya Mungu, sisi hatupaswi 그렇죠? kukata tamaa. 하나님의 뜻이 아닌데 거짓말 필요 없지만은 하나님의 뜻이 맞으면 포기할 필요 없어요. Kama mapenzi ya Mungu hatupaswi kukata tamaa, lakini mapenzi ya Mungu hatupaswi kubishana na kuwa wakaidi. 종일토록. Siku nzima. 14절에 사람의 목소리를 들은 이 같은 날은 전에도 없었고 후에도 없었어요. Mstari wa 14, siku ambayo Mungu alisikia maneno ya mwanadamu, hii siku haijawahi kuwepo na haijawahi kutokea tena baada ya hapo. 중요한 게 3번입니다. Kitu cha muhimu ni namba 3 hapa. 하나님은 여호수아와 여러분을 향한 그날의 기도가 있습니다. Yako maombi ile siku ambayo inamwelekea Yoshua na ninyi. Maombi ya siku ile. 체험하신 적이 없습니까? Hamjawahi kupata uzoefu wa maombi 하셔야 haya? 돼요. 단순한 기도가 아닙니다. 그 권세 있는 기도와 포기하지 않는 이 보좌의 기도와 그날의 기도가 있습니다. Sio maombi ya kawaida, maombi ya mamlaka ya kukata tamaa na maombi ya siku ile. 그냥 여호수아서를 보면 그냥 성경 공부에 불과해요. 여러분이 이 언약 잡으면요, 진짜 기도 응답 오는 겁니다. Ukisoma kitabu cha Kichwa Rahisi itakuwa tusome Biblia, lakini ukikamata ile agano unapata majibu kwenye kitabu cha Yoshua kweli. 최고의 어려움이 왔을 때 Wakati magumu kabisa yamekujia, 하나님은
최고의 응답을 주신 겁니다. Mungu anakupa majibu bora kuliko mengine 이걸 yote. 놓치지 마셔야 돼요. Usipoteze kitu hicho. 여러분이 사람이 도와줄 수 없는 문제가 여러분에게 왔는데 하나님은 가장 좋은 것을 준비하셨다. Mungu matatizo ambayo mwanadamu hawezi kusaidia, kumbe Mungu ameandaa kitu kizuri zaidi. 이걸 이해하셔야 됩니다. Lazima muelewe kitu hicho. 그래서 이번 주간 기도할 결론입니다. Kwa hiyo hili ni hitimisho la kwenda kuomba kwa ajili ya wiki hii. 한 번은 응답받아야 돼. Lazima nipate majibu angalau mara moja. 뭡니까? Kitu gani hicho? 호렙산이었어요. Mlima wa Horebu. 이 호렙산은 중요한 역사가 많이 나옵니다. Kazi nyingi za Mungu zilitokea kwenye mlima wa Horebu. 살인 사건이 나고 도망갔던 모세가 갈 곳이 없잖아요. Musa aliyeua ambaye alikuwa ni muuaji alikuwa hana mahali pa kwenda. 미디안으로 도망가서 40년을 보냈습니다. Akaenda Midiani akaishi miaka 40. 예, 80세가 되던데 여기서 처음 일어난 거. Alipofika miaka 80 akapata uzoefu hapa mlima Horebu. 이스라엘 민족을 데리고 나가라. Wachukue wana wa Israeli, nenda nao. 피제사 드리러 가라. Nenda nao mkatoe dhabihu ya damu. 내가 능한 손으로 너와 함께 하겠다. Nami nitakuwa nawe kwa mkono 내 wangu wenye uweza. 백성에게 말해라. Nenda kawaambie wana wa Israeli. 장로들에게 말해라. Kawaambie wazee. 바로 왕에게 말해라. Kamwambie mfalme Farao. 놀라운 일 벌어졌어요. Jambo la kushangaza linatokea 최고 어려운 때예요. wakati wa magumu 또 zaidi. 이거는 그냥이 아니에요. Hii sio kawaida tu. 이 호렙산이 여러 번 나옵니다. Mlima wa 또 Horebu 뭐죠? unatokea wenu. 최고의 어려움 당한 엘리야가 도망가는 곳이에요. Elia alikuwa mazingira magumu, anaenda kwenye eneo linatokea mara kadhaa mlima Horebu. 그래서 호렙산까지 가지 못하고 도망을 가다가 로뎀 나무 밑에 쓰러진 거예요. Hakushinda kufika mlima Horebu, katikati ya kukimbia akaanguka chini ya mti wa mretemu. 그때 하나님께서는 천사를 보내서 물과 떡을 주시면서요. 신비한 힘을 얻게 만들었어요. Tule Mungu alijitokeza kwa malaika, anampa maji na mkate, anapata nguvu za ajabu. 40주야입니다. Anakwenda siku, 걸어서 가게 했는데 어디로 가겠냐? 호렙산에. alikwenda wapi? Alikwenda mlima Horebu. 이때 진짜 응답을 새로 주십니다. Tule Mungu anampa majibu ya kweli kwa upya. 체험하셔야 돼요. Lazima mpate uzoefu huu. 이 응답이요. 또 바벨론에서도 일어났어요. Haya majibu pia yanatokea kule Babeli. 지금 전무후무를 얘기합니다. 바벨론에서 죽게 된 하나님의 백성들에게 전무후무한 응답을 그때 주셨다. Kuona Mungu alikuwa kwenye yale kufa kule Babeli, Mungu alipa majibu ambayo hajawahi kuwepo na hayataweza kuja kuwepo. 이 체험이 있습니까? 저는 많이 있습니다. Je, mna uzoefu? Mimi ninao mwingi sana huu uzoefu. 여러분이 최고 어려움 당할 때 하나님은 전무후무한 응답을 준비하셨다. Mnapokutana na mazingira magumu kabisa, Mungu ameandaa majibu ambayo haja kuwepo na hatakuja kuwepo kwenye wakati ule. 가장 어려울 때입니다. Wakati wa mazingira magumu kabisa zaidi. 이스라엘이 초대교회를 이단 누명을 세웠습니다. Wakati Israeli walishika kanisa la kwanza kama dini ya uongo. 거짓말로 법적 누명도 세웠습니다. Hata kwa uongo kisheria waliwazushia. 초대교회 그걸 한 적이 없는데요. 갖가지 말을 만들었어요. Kanisa la kwanza lilijua kufanya mambo lakini walizungumza mambo kadhaa. 심지어 성찬 시간을 가지고 사람 중에서 피 먹는다고도 얘기해요. Mwisho mpaka walisema eti meza ya Bwana hao wameua watu, wanakunywa damu za watu. 이 모여서 기도하는 거 보고 모여서 이상한 짓 한다고도 고발하고. Wakutanika wakiomba eti hao wanakutanika wanafanya mambo ya ajabu, wakawa 이사기를 wanawashtaki. 보면 많이 나와 있어요. Ukiangalia kwenye historia mambo mengi yanatokea. 그러고 마가 다락방교에 모이면 법으로 구속하기로 해요. Alafu mkutanika pale orfani kwa Marko kisheria lazima mnakamatwa. 최고 위험이죠. Ni sehemu yenye hatari zaidi kuliko zote. 이때 주신 말씀입니다. Neno la Mungu ambalo lilipatia Hawa kipindi kile. 감남산에서 Mlima wa Mizeituni. 전무후무한 말씀을 주셨어요. Alipa neno la Mungu ambalo halijawahi kuwepo na halitakuja 이 kuwepo. 말씀 붙잡고 세계복음화 일어난 겁니다. Wakamata na hilo la Mungu wakafanya uinjilishaji wa dunia. 이번 주간에 오늘 이 응답을 누리시는 겁니다. Wiki hii na leo furahieni majibu haya. 제일 중요한 거는 주일날 예배입니다. Cha muhimu kuliko vyote ni ibada ya Jumapili hii. 만약 여러분이 금토일 시대만 성공한다면 모든 응답을 바꿀 수 있을 겁니다. Kama mtashinda tu msimu wa Ijumaa, Jumapili mnaweza kubadilisha majibu yote yenyewe. 오늘 우리 예배 시간에 짧은 시간이지만 하나님 나에게 전무후무한 응답을 주옵소서. Leo muda baada ya ingawa ni mfupi, ni mdai Mungu majibu ambayo hajawahi kuwepo na hata kuja kuwepo. 고난당하는 하나님의 사람
많은 성도님들이 있다면 전무후무한 은혜를 주옵소서. Kama kuna watu wengi wamekutana na magumu washirika, basi wadai maombi na majibu ambayo 기운나는 hayajakuwepo hata 기도하세요. kuwepo. 병든 자 있으면 하나님 전무후무한 은혜를 주사 증인으로 만들어 주옵소서. Kama kuna mgonjwa wadai majibu ambayo hayajakuwepo hata kuwepo, aweze kufanya kuwa shahidi. 하나님은 우리의 기도를 들으시는 겁니다. Mungu husikia 이 maombi yetu. 체험을 해야 돼. Lazima tupate uzoefu huo. 만약에 하나님이 여러분의 기도 응답이 없다면 그럴 리가 없습니다. Kama Mungu hawezi kupa majibu, 더 hilo 좋은 jambo halipo. 것으로 채워주시게 돼 있어요. Mungu atawapa na vitu vizuri zaidi, bora zaidi. 반드시 응답하시는 하나님 앞에 이번 주간 오늘 여리고를 무너뜨리고 전무후무한 응답받기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Na Yesu Kristo mwana mbele za Mungu ambaye anapa majibu ya kuangusha Yeriko na majibu ambayo hayajakuwepo hata 하나님께 kuwepo. 감사드립니다. Mungu ninakushukuru. 오늘 중요한 언약을 붙잡게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu tukamate agano la muhimu. 전무후무한 절대 언약을 붙잡게 해 주옵소서. Mungu tukamate agano kamilifu na majibu ambayo hayajakuwepo hata kuja kuwepo. 밤이 다가오지만 절대 목표를 붙잡게 해 주옵소서. Ingawa siku inakuja, Mungu ruhusu tukamate lengo lako kamilifu. 여호와께 기도하여 절대 응답을 누리는 전무후무한 응답이 있게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu tukuombe Bwana tupate majibu ambayo hayajakuwepo hata kuwepo, majibu kamilifu. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Amen. Yesu Kristo. Amina.